Happy Women's Day wanawake wote. Naomba nichukue fursa hii kukupongeza wewe mwanamke ambaye umeweza kupiga hatua moja kwenda nyingine. Na ni ukweli kwamba wanawake sasa hivi mmekuwa na maendeleo makubwa. Wanawake sasa hivi mmekuwa na chachu kubwa sana katika jamii, na tumeona namna gani mnavyoweza kubadilisha dunia. Zamani ilikuwa ni ngumu sana mwanamke kufanya vitu vikubwa, lakini sasa hivi tunaona mpaka kiongozi wa nchi tu ni mwanamke. This shown kwamba wanawake upgrade, wanawake tumevuka level moja. Na nikukumbusha tu kwamba mwaka huu kauli mbiu kubwa ya mwanamke ni kwamba mwanamke zidisha spidi, mwanamke ongeza kasi ya mapambano, ongeza kasi ya kufanikiwa kiuchumi. Lakini mimi naomba niongee na wewe kwenye jambo moja. Tukiwa tunazidi kujiboresha zaidi kwenye nyanja za uchumi, naomba tusisahau familia. Mwanamke ni mlezi wa familia. Mungu amekupa jukumu la kuwa mlezi kwa sababu amejua unaliweza. Kwa hiyo tunapopambana katika kujiboresha zaidi kiuchumi, tunapopambana katika kutengeneza kesho ya mwanamke iliyo njema, usisahau kutengeneza kesho ya familia yako iliyo njema. Familia yote ikiharibikiwa ni mama, kwa sababu mama ndio una jukumu la kulea, na Mungu amekupa nafasi ya kulea familia kwa sababu alijua kiko kitu amekipandikiza kwako ambacho kitakuwa ni msaada wa familia. Kumekuwa na mmomonyoko mkubwa sana wa maadili, na hii ni kwa sababu wanawake wengi mmeacha nafasi zenu za ulezi na mmeegemea upande wa maendeleo peke yake. Si mbaya mwanamke kupambana, lakini unapoongeza spidi kwenye nyanja ya kimaendeleo, ongeza spidi kwenye nyanja ya kulea familia. Tutaokoa watoto ambao wanaenda kujiuza, tutaokoa watoto ambao wanakuwa mashoga, tutaokoa kizazi kibaya cha laana ambacho tuko. Kwa hiyo basi, ewe mama, wewe mwanamke, unapofanikiwa jitahidi sana usiache majukumu yako. Maana wengi wana shida, wanapotoboa, wanapofanikiwa kimaisha, wanasahau majukumu yao, wanajiinua, wanasahau pia nafasi zao. Maana matatizo makuu ambayo yanawakabili wanawake wanapofanikiwa, la kwanza, mwanamke wanasahau majukumu yake akishakuwa ni mtu wa mafanikio. Lakini ya pili, mwanamke anaibua kiburi, yaani anainua kiburi baada ya kufanikiwa. Kwa wewe mama, unapozidisha kasi yako ya maendeleo, zidisha pia na kasi yako ya kujua nafasi yako. Jua wewe nafasi yako unapokuwa nyumbani, ni mama, ni mke wa mtu. Mheshimu huyo mwanamume, mpe thamani ambayo anatakiwa apewe, mpe respect ambayo baba anatakiwa apewe. Heshimu familia yako, tafuta muda na familia yako, hata uwe unaubize namna gani, usisahau kukaa kwenye nafasi yako. Lakini pia unapofanikiwa, ambapo huko tunasema ndio chachu ya wanawake, tunaongeza speed zaidi kwenye maendeleo, hakikisha basi huinui kiburi kwa mumeo, kwa watoto, kwa ndugu, kwa familia, kwa jamii. Maana wanawake wengi wana matatizo, wanapofanikiwa tu wanahisigi kwamba wao ndio wanastahili kutake ile overall in charge of the family, overall in charge of the society. Mnasahau kwamba nafasi zenu zitabaki kuwa tu ni msaidizi. Kwa unapofanikiwa mwanamke, unapoongeza spidi katika mafanikio, make sure unakaa katika zone yako, make sure hautoki katika ile mipaka yako. Lakini zaidi ya yote, fanya wajibu wako, lea familia yako, mheshimu mumeo, jikuze pia kiimani ili Mungu aweze kulinda mafanikio yako na ndoa yako. God bless you. Happy Women's Day. Nawapenda sana. Tuendelee kuheshimu nafasi zetu, tuendelee